Ligi kuu Tanzania bara inaenda kutamatika. Kwa jinsi ulivyokiona kikosi cha Young Africans msimu huu, unaona ni nani ambaye kuelekea dirisha kubwa la usajili apigwe fagio na nani aingie? Ukiangalia kwa wekundu wa Msimbazi hivyo hivyo. Sasa hiyo ni kazi kubwa sana, kwa sababu ni swala la kitaalamu hilo. Unabidi ujue mapungufu ya timu, lakini vile vile ni kamari. Kuna wachezaji wengine pale wanaweza wakawa wanaanza lakini ukaona kwamba wanahitajika kusajiliwa wachezaji ambao wataenda kuongeza kitu kwenye kikosi, ukasema umteme, alafu ukajikuta unaingia kwenye soko la usajili ukakosa replacement, na ndio vinavyokutaga hizi timu zetu. Lakini Young Africans naamini wanahitaji project mpya. Wachezaji wengi wanaofanya vizuri pale ni wale wale, na sioni kama watakuwa na nguvu ile ile kuelekea msimu ujao. Wengi wao yani ni uwekezaji wa muda mrefu, kuanzia kina Diarra, mabeki wao wakati wale Dickson Job, Babaka wameshatumika muda mrefu katika kipindi cha miaka minne ambao Yanga wanatawala soka, wao ndio walikuwa mabeki wakati pale. Upande wa Israel Mwenda na Yao Kwasi, nadhani Yao Kwasi anahitajika kupata mbadala sahihi zaidi kuliko Israel Mwenda. Ukija kwenye eneo la kiungo wana struggle Mohamed Damaro Kamara, bado sio aina ya kiungo ambao wanaamini anaweza akawapa kitu cha tofauti na vitu kama hivi. Kwa hiyo wanahitajika pale kwenye kikosi cha Yanga kuwe kuna sura nyingi mpya na watengeneze project mpya, kwa sababu hata hao wanaoibeba timu tayari wameshafanya hivyo kwa muda mrefu. Kwa hiyo na performance zao pengine zinatizamwa kuja kuanguka zaidi kuliko kuongezeka. Kwa mfano mtu kama Pacome, performance yake kuelekea msimu unaokuja inawezekana isiwe ya kuongezeka, badala yake iwe ya kuzidi kupungua. Kwa hiyo inahitajika tu waongeze wachezaji wengine wapya. Lakini kwa upande wa Simba, kwanza ni eneo la ushambuliaji, anatakiwa apatikane mshambuliaji wa kati mzuri mwenye uwezo wa kufunga, kwa sababu mimi naamini Steve Baka sio kwamba anapenda kumtumia Mpanzu kwenye eneo la ushambuliaji wa kati, lakini kimbinu anabidi afanye hivyo kwa sababu hapendi. Of course hapendi, anatamani apate mshambuliaji wa kati mwenye uwezo wa kufunga, mwenye uwezo wa kufanya mambo mengi pale eneo la mbele, lakini hana. Sasa unakuta hivyo. Selemani Mwalimu sio kwamba ni mbaya, lakini inawezekana kiufundi bado hatoshi kuweza kumpa Mwalimu machaguo ambayo yeye anayataka, lakini wanahitajika kuboresha eneo lao la kiungo. Unajua Simba wana wachezaji wengi sana wanaocheza kwenye nyuma ya mshambuliaji, lakini wanatakiwa wawe na machaguo. Simba watakuwa wawe zaidi na machaguo, kwamba anapotoka Libase Gea anaingia mchezaji mwenye sifa tofauti na Libase Gea, anapotoka Ura anaingia mchezaji mwenye sifa tofauti na Ura. Hivyo yani usio kuna wachezaji ambao anatoka huyu anaingia huyu, unaona anakupa kitu kile kile. Lakini kwenye eneo la kiungo, nadhani namba 8 ambaye anahitajika pale Simba ni ule mwenye uwezo wa kuchezesha timu kutokea chini, mwenye uwezo wa kupiga mipira mirefu kwa ufasaha, mwenye uwezo wa kupenyeza pasi, kwa sababu pale nikitizama kwa mfano Kevin Nation akicheza na Yusuf Kagoma, timu inaweza ikawa inakosa balance kwenye kuconnect kutoka eneo la kiungo cha chini kwenda eneo la ushambuliaji. Yani manake inaweza ikawa inafanya kazi kubwa, inakaba vizuri, lakini isiwe ina uwezo wa kusongesha mipira kutokea eneo la katikati kwenda mbele. Lakini akipatikana namba 8 mzuri ambaye ana uwezo wa kuconnect timu kutokea nyuma kwenda mbele, itakuwa idea nzuri. Lakini hata kwenye mafullback, Kapombe mimi nadhani ni muda mrefu sana pengine alipaswa kutafutiwa mbadala sahihi kwa muda mrefu, lakini haijawa hivyo. Eneo la magolikipa wanaumia sana, atakiwa asajiliwe pale golikipa wa kueleweka, pamoja na eneo la fullback wa kushoto. Anthony Mligo mzuri zaidi kukaba, Kibabage mzuri zaidi kushambulia, lakini ana makosa ya kiulinzi. Kwa hiyo anatakiwa atafutwe senior mmoja pale aweze kuongeza nguvu. Hayo ndo maoni yangu. Yes. Tarehe 13 Young Africans dhidi ya Mashujaa kule jiji la Kigoma, itakuwa ni mchezo wa namna gani? Kuna ambao wanaona kama itakuwa ni mechi ngumu, hasa ukiangalia kocha ambaye yupo pale ni Julio. Itakuwa mechi ngumu. Wanacheza na Mashujaa, itakuwa mechi ngumu, lakini Yanga watashinda hiyo mechi, kwa sababu kwanza wanaenda kucheza na timu ambayo kwenye ligi kuu ndio imefunga mabao machache zaidi, mabao 12. Yani hata huyo KMC ambaye yupo mkiani hajafunga mabao 12 kwenye mechi 25, amefunga mabao 13. Lakini ni anakutana na Yanga kwenye nyakati gani? Nyakati ambao Yanga anahitaji ubingwa, anahitaji kushinda mechi zake zote zilizosalia. Kwa hiyo kama Yanga atabana meno na Mashujaa atabana meno, automatically Yanga ana quality kubwa zaidi ya Mashujaa. Lakini kwenye football hatuangalii haya. Kwenye football lolote linaweza likatokea, lakini kwenye makaratasi
au kwenye maoni kabla ya mchezo, nafasi lazima atapewa Yanga tu ya kufanya vizuri, kwa sababu ni timu ambayo iko very strong, timu ambayo ina safu bora zaidi ya ushambuliaji kwenye ligi na itahitaji kuboresha zaidi eneo lao la kiulinzi. Washajua kama wametoka kuruhusu mabao mengi kwenye hapa katikati, dhidi ya Dodoma waliruhusu matatu, dhidi ya Namungo waliruhusu. Kwa hiyo inawezekana washafanyia kazi jinsi gani wanahakikisha hawafungwi, hawaruhusu mabao, na wakitumia vizuri eneo lao la ushambuliaji ambao linafanya vizuri zaidi kwenye ligi, wanaweza kupata ushindi. Shukrani. Nashukuru.